kanisa litafanywa vuguvugu ili litapikwe na Mungu. Sasa hao watu kwenye hayo mashirika, kwenye hayo makampuni, kwenye hayo mataifa yenye uwezo duniani huwa wanahudhuria vikao vya kule chini ambavyo vinajadili mustakabali wa dunia. Wanahudhuria huko chini kuzimu, chini ya bahari, wanakwenda kwenye vikao, wanakaa na Lucifer, wanapanga mikakati kwamba tunataka tuteremshe makanisa ya kiroho chini. Tufanyeje ili tuyatelemshe? Wanajadili pale, tupeleke mfumo fulani kwenye masuala ya benki, tupeleke mfumo fulani kwenye upande wa elimu, tupeleke mifumo fulani kwenye upande wa uendeshaji makanisa, tupeleke mifumo fulani kwenye eneo fulani ambalo kanisa kwa namna moja ama nyingine kuna watu wapo humo, ili kwa kufanya hivyo hawa watu tuanze taratibu kuwanyofoa na Mungu wao, ili mwisho wa siku wawe vuguvugu, huyo Yesu wao aweze kuwatapika na kuwatoa kabisa, watoke kinywani mwake. Kwa inapangwa mikakati ya siri sana, na hao watu huwa wanahudhuria, wanakula sahani moja na Lucifer, wanakaa ofisi moja na Lucifer, wanapanga mashambulizi kinyume na kanisa. Kwa ni wachawi wanaovaa suti, ni wachawi wanaovaa tai zao hapa na miwani mizuri, ukimwangalia unasema yes, huyu ni mtanashati, ni kiongozi mashuhuri, kumbe ni mjumbe wa kuzimu katika kuhakikisha anaharibu kanisa na dunia kiujumla, ili atakapokuja huyo Yesu Masiha asikute mtu wa kuondoka naye. Nadhani kuambia mashirika makubwa yanayojihusisha na sekta muhimu duniani kama vile fedha, mitandao ya kijamii pamoja na mashirika mengine makubwa, huko ndani huko kuna wafanyakazi wengi ambao ni maajenti wa kuzimu, na wakati mwingine hata wamiliki wakuu wa hayo mashirika ni mawakala wa kishetani ambao mara kadha wa kadha wamekuwa wakihudhuria vikao vyote duniani. Mashirika makubwa yanayoicontrol dunia, yanayocontrol mfumo wa dunia, kwamba wakisema nchi fulani tunataka mfanye jambo fulani, hiyo nchi lazima ifanye. Hayo mashirika hayo, hao viongozi hao watu hao wengi ni wanachama wa Illuminati, ni wanachama wa serikali ya kuzimu ambao mara kadha wa kadha wamekuwa wakihudhuria vikao vya giza huko chini. Sasa kwa nini ninakwambia haya? Kwa sababu italetwa mifumo kwenye sekta mbalimbali zinazohusiana na hizo, ambapo ile mifumo itawakomiti watu na kuwafanya wajikute wanaanguka na kusujudu kwa Lucifer na kuwekewa chapa za kishetani pamoja na nembo za giza kwenye miili yao na kwenye maisha yao. Watawekewa mipaka mikubwa sana kwa habari ya mambo ya Mungu. Hivyo kwa kufanya hivyo sasa, hawa watu taratibu wataanza kufarakanishwa na Mungu wao, na mwisho wa siku kutakuwa na dunia ya watu ambao wenyewe kwa Mungu hawapo, yani hawaeleweki, wanaelea hapo katikati, na Mungu hataki watu wa namna hiyo. Maandiko yanasema kwamba huu moto wala huu baridi, uko vuguvugu, na kwa sababu uko vuguvugu nitakutapika utoke kwenye kinywa changu. Kwa kuna mifumo inatengenezwa humu ndani itakayowafanya watu waliookoka wawe vuguvugu, wasiwe moto, wasiwe baridi. Yaani kwenye moto hawapo, kwenye baridi hawapo, wapo hapa katikati, na kwa sababu hiyo Mungu atawatapika. Sasa kuzimu inajua aina ya watu watakaotapikwa na Mungu ni hiyo. Kwa hiyo wanachokifanya, wanapambana ili Wakristo wote walokole wawekwe kwenye hiyo hali ili watapikwe na Mungu wao. Usichokifahamu ni hiki hapa. Kuzimu inachambua Biblia kuliko hata unavyofikiri. Viko vyuo vya Biblia kuzimu vinachambua hiyo Biblia kuliko hata unavyosoma kwa mazoea. Wanafundishana huko, na kuna baadhi ya wakufunzi kwenye hivyo vyuo waliwahi kuwa watumishi wa Mungu wa kweli kabisa hapa duniani. Mungu akawainua sana, lakini ikafika mahali aidha kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali za dunia wakafarakana na Mungu wao, wakachukua mikataba hiyo, lakini walishawahi kuwa na mafunuo kadha wa kadha kuhusiana na neno la Mungu. Wapo huko chini kwenye hivyo vyuo wanafundisha. Kuna wakufunzi ambao ni mapepo, majini, magwiji huku duniani, wanafundishana huko, wanaichambua nukta kwa nukta, kipengele kwa kipengele, na kwa sababu hiyo wanajua udhaifu wa kanisa uko wapi.
kwenye utakatifu wao. Yaani hao watakatifu udhaifu wao uko wapi? Wanapenda sana fedha, wanapenda sana kitu gani? Wanapofahamu sasa, wanaleta zile attacks, yaani mashambulizi kwenye hiyo kanisa. Wanapoleta yale mashambulizi, wanakuhukumu kwa mujibu wa kifungu cha maandiko ambacho kinakataza watu kuwa na hiyo hali uliokuwa nayo, na kwa kufanya hivyo watafanikiwa kukutumbukiza kuzimu ukiwa uko hai. Kwa ninataka nikutahadharishe, huu ni wakati wa kuwa moto, ni wakati wa kuomba. Unajua mara nyingi sana usisubiri vita itokee ndo uombe. Anza kuweka maandalizi mapema, ili mashambulizi yakitokea wakati wowote, wewe unachokifanya ni kujibu tu mashambulizi na sio kuanza kukusanya tena nguvu. Maandiko yanasema kuna wakati wa kukusanya mawe na wakati wa kuyatawanya hayo mawe. Kwa hiyo huu wakati ambao unajihisi uko na amani, hebu yakusanye mawe. Maandiko yanasema wadhanipo kuna amani ndipo uharibifu unawajia ghafla. Sasa huo uharibifu unapokuja, ili ubaki salama, ni lazima ukusanye sasa mawe ambayo ni neno la Mungu. Jikusanye kwenye maombi, jikusanye kwenye nguvu, ili inapotokea hali ya hatari kutokana na haya mashirika uwe na uwezo wa kupambana na kupangua sawa sawa. Mungu awabariki sana. This is Prophet Justin. Shalom.